Bado tupo katika kiwanja hiki cha KMC na tupo na George Job, amevalia uzi wake wa Mbeya City. Sivyo bahati wamepoteza siku hii ya leo, bao 2-1. George, mchezo umeutazama, pengine unaweza kutuambia shida ilikuwa wapi kwa siku hii ya leo Mbeya City akashindwa kabisa kufurukuta? Walianza mchezo vizuri na nadhani dakika 20 za kwanza walikuwa na open chance kama mbili ambazo moja kati yao walitakiwa wameshinda au pengine zote mbili kuzitumia. Hawakutumia nafasi zao. Baada ya hapo Prison kwenye eneo la katikati walichukua sana mchezo. Specifically jezi namba 15 nadhani jina yake anaitwa Kiinda somebody. Alikuwa amecheza vizuri zaidi kwenye eneo la katikati, ndio akawa amelichukua. Kwa wakawa wanakosa tu ubunifu kwenye eneo la mbele, lakini kutokea nyuma kuja mpaka eneo la katikati walikuwa wametawala zaidi. Hiyo ikapelekea Mbeya City kupoteza utawala wa mchezo ambao walikuwa wameanza nao kwa zaidi ya dakika 20 za kwanza. Kabla mchezo huu Mbeya City alikuwa anaongoza ligi kuu Tanzania bara. Unamwona bado Mbeya City akiendelea pengine mpaka kuelekea mwishoni mwa msimu kufanikiwa walau kuingia kwenye top 5 hapa, au utamwona anaweza kwa drop? No, realistically top 5 ni target kubwa sana kwa timu ambayo imepanda daraja. Kwa hiyo sioni kama wako katika sehemu hiyo ya kuwa kwenye top 5, lakini naona ni timu ambayo tayari iko katika material ya kuendelea kubaki kwenye ligi kuu. Mpaka saizi mchezo huu wa ngapi? Takriban 5 wanacheza, si ndio? Sioni kama ni timu ambayo ipo katika kushuka daraja. Na ukilinganisha Mbeya City ile ambayo moja kwa moja kateremka daraja na hii ambayo imepanda, kocha Malale 50K pamoja na wachezaji ambao wapo katika kikosi kile, unamwona Malale 50K amebadilika vipi kulinganisha na misimu iliyopita na msimu huu? Malale alichukua timu mechi chache zikiwa zimesalia kabla ya kupanda daraja. Kwa hiyo huwezi kusema misimu ile na hivi. Mbeya City of course ndio msimu wake wa kwanza akiwa na Mbeya City kwenye ligi kuu. Kwa hiyo siwezi kusema nyuma alikuaje na nini. Nyuma maana yake alikuwa kwenye timu zingine, sio Mbeya City. So actually ukiniuliza kwa michezo mingine ya nyuma iliyopita na hii hapa, si kama amecheza vibaya sana, lakini I think game management kwa mwalimu ndio kitu ambacho anapaswa kukiangalia zaidi, pamoja na squad selection. Nikisema game management maana yake kujua wakati gani anapaswa kufanya mabadiliko na mabadiliko ya namna gani. Ukiangalia Prison walikuwa wamechukua zaidi eneo la katikati ya uwanja, na hata mabadiliko yao ya kwanza yalikuwa ni kuimarisha tena kwenye eneo la kiungo, kitu ambacho wao sasa kama Mbeya City walipaswa kureact kutokea kwenye hizo substitution ambazo tayari walikuwa wamezifanya Prison, kwa sababu Prison walishajua ni eneo gani wao wamelichukua na wanahitaji kuliimarisha zaidi. Ndio maana waliona kama wameingia kina Tariki Simba na wengine katika eneo lile la eneo la kiungo. Kwa Mbeya City nadhani kwao ilikuwa eneo la mbele alikuwa lina perform katika namna ambayo ilikuwa ni sahihi zaidi, na wanakosa pia ubora katika eneo la kiungo mshambuliaji. So inawezekana kama mambo kila kitu kitakuwa kiko sawa, labda kwa Abel Kasim, Peter Mwalianzi wanaweza kuwatumia kwa mechi za mbeleni katika eneo hilo, kwa sababu wameonekana wanakosa hicho kitu katika eneo lile. Lakini pia katika eneo la striking Mateo Anthony alikuwa ni na moja kati ya mchezo mbovu. So nili expect mwalimu angekuwa ameliona hilo mapema, kwa sababu mabeki wa Prison walikuwa wana uhuru wa kufanya kile walichokuwa wanakifanya, kwa sababu Mateo alikuwa hapress, lakini pia Mateo nje ya mpira kukaba, achana na kukaba center back ambao wanacheza nao, lakini kukaba tu kwa ujumla ilikuwa ni tatizo kwake, alikuwa afanye. Lakini hata muda ambao alikuwa yuko na mpira alikuwa ni rahisi kumdispossess, tofauti na bwana mdogo aliyeingia somebody Mwangosi, jezi namba 9. Dakika chache alizocheza zilikuwa zina impact kubwa kuliko nyingi ambazo alikuwa amezicheza Mateo. So nili expect mwalimu angekuwa ameona hilo jambo mapema iwezekanavyo. Mchezo unaofuata Mbeya City na mchezo mgumu zidi ya JKT Tanzania. Unafahamu namna ambavyo wanavyocheza, namna ambavyo wanacheza kaida ni kama JKT, kama namna ambavyo wamecheza leo hii Tanzania Prisons. Ni mchezo mgumu zaidi. Kwa katika mchezo huo pengine kocha Malale 50K anapaswa kwenda kurekebisha wapi ili kuhakikisha anapata matokeo mazuri? Eneo la kwanza ni hilo la mbele ambalo tumezungumza. I think anaweza kana hitajika kufanya changes katika hilo eneo, unless wanawategemea wa show up katika mchezo. Lakini kwa dakika chache ambazo wamezicheza Mwangosi, I think ana deserve kupata starting spot kwenye mchezo unaofuata. Jobu, nimekuona umevaa jezi ya Mbeya City, pengine unaweza kutuweka wazi ni chama lako ambalo unalishabikia? Mimi Tanzania sina timu ya moja kwa moja. Una moja kwa moja. Unapenda jezi? No, sio nimependa jezi, lakini ni timu ya sehemu ambayo natokea. So I support kwa sababu ya natokea huko. So I support it. So kipigo cha leo kimekuma at some point kwa sababu ni mechi ambayo walikuwa na nafasi ya kushinda. Ukiangalia msimamo wa ligi wao na Prison alipo ni sehemu mbili tofauti. That shows kwamba Mbeya City alikuwa ameanza vizuri zaidi kuliko Tanzania Prisons. Pole sana kaka. Shukrani. Shukrani sana. Asante sana.